Karibu sana kwenye Power Drop, mtu wangu wa nguvu ya maisha freshi aka mwana maisha freshi ya burudani na mpenzi wa muziki wa roho. Kunako Power Drop tupo na simulizi ya moto sana, simulizi ya chumba cha tatu, EP mpya ya msanii Mbosso baada ya kuchomoka WCB na kuamua kukipiga kivyake. Safari yake haikuanzia leo bali imeanzia mbali kule kitongoji cha Kibiti mkoani Pwani, na ndipo kijana alipozaliwa na kupewa jina la Yusufu Kilungi. Lakini kwenye jukwaa ulimwengu tulimfahamu kama Mbosso Kani. Alianza muziki kama kijana wa ndoto kwenye kundi la vijana wa mkubwa Fela ya Moto Bendi, na hapo ndipo alipofungua room namba 1 kwenye kundi la vijana waliokuja kucheka, kucheza na kuimba kwa sauti za dhati, waliojipatia jina kutokana na mashairi ya upendo. Kama tunavyofahamu, maisha ni milima na mabonde. Ya Moto Bendi ikasambaratika. Mbosso hakuishiwa nguvu, akachukua hatima mkononi mwake, akavuka mto wa maamuzi na kujikuta ndani ya room namba 2 pale WCB chini ya Diamond Platnumz. Na hapo ndipo alipopevuka zaidi, akaimba sana na akapendwa mno. Jina lake likavuma kama upepo wa usiku. Tunafahamu ukisha kuwa kijana mkubwa basi mzazi anakuruhusu nenda kajitegemee. Ni wakati wa Mbosso kujitegemea. Amefungua mlango huu hapa kwenye room namba 3. EP yake mpya ametusogezea yenye ladha ya uhuru, maumivu, mapenzi na ustawi. Ni mlango wa safari mpya chini ya lebo yake mwenyewe Kani Music. Ni tamko la uhuru, ni tone la damu ya msanii anayejenga nyumba yake mwenyewe ya sanaa. Imagine kutoka room namba 1 ya Moto Bendi, room namba 2 WCB mpaka room namba 3 Kani Music. Unaambiwa haikuwa rahisi ati. Kwa sababu kila chumba kina kumbukumbu zake na kila hatua ina ushuhuda. Hii ni safari ya mwanaume wa sauti ya upole na roho ya simba. Karibu ndani ya room namba 3. Utaingia ukiwa unalia lakini utatoka ukiwa unaamini. Power Drop imemsogeza Frederick Bundala aka Skywalker, kaka mkubwa huyu, ili aweze kutuambia ndani ya chumba namba 3 ametoka na kipi. Kwanza hongera sana kwa Mbosso kwa kuachia EP yake ambayo inaitwa room number 3. Nimependa jinsi ambavyo alianza kutease na kutengeneza ile rangi ya kijani ambayo tumekuja kuiona hata mpaka kwenye uzinduzi wa EP yake. Kuna kitu naamini anamaanisha kuhusiana na hiyo rangi ya kijani. Pale ambapo ataanza kufanya media tour pengine tutamuuliza hiyo kijani ina maana gani, lakini nimependa hiyo consistency. Unajua inatengeneza kitu fulani hivi ambacho mtu unaweza ukawa uzingatii sana lakini kichwani unapata kitu. Ukiona kijani unamkumbuka Mbosso. Kwa hiyo nimependa sana katika eneo la branding. Lakini pia EP yake ni nzuri sana. Nyimbo 7 ambazo zimetengenezwa kwa umakini mkubwa, carefully selected. Maproducer ambao wamewatumia, nimependa amemtumia zaidi Estukizi na Liza, ambao hawa ndio sasa hivi ni mabingwa kabisa sasa hivi, ambao wana maproducer ambao usipofanya nao kazi sasa hivi hawa wewe sio msanii mkubwa. Kwa hiyo hajataka kabisa kucompromise kwenye quality, kwa maana ya kutumia watu ambao ni maproducer wengine of course wapo chini, lakini wale executive producers wamekuwa ni Liza pamoja na Estukizi. Nyimbo zote ni nzuri, hauwezi ukaskip kwa mtu ambaye anapenda bongo flavor, lakini ameweza kuchanganya pia ladha tofauti kama amapiano. Nimependa mnanda, Asmani, nzuri sana. Wajua sasa hivi muziki huu loko singeli ndio inafanya vizuri zaidi, lakini ni wachache wanafanya mnanda. Kwa hiyo nimependa yeye amefanya mnanda na ina vibe sana. Hata kwenye uzinduzi pale niliona kwamba huu wimbo ulipata vibe ya kutosha. Hata in terms of numbers pia naona hii pia imeweza kufanya vizuri sana. Lakini nilisema kuhusiana na Power kwa sababu nilikuwepo pale Mlimani City ilipochezwa ile, na ndio ngoma ile urudiwa pale. Ukumbi mzima ulikuwa na wimbo, utafikiri wimbo umetoka muda mrefu, unaona. Sasa nikajua tu kwamba lazima huu wimbo utakuwa ni favorite ya watu wengi, na kweli namba zimeongea, ambapo Power ndio wimbo ambao unaongoza kwa kuwa na views. Lakini pia kuna Merija nimeipenda sana, japokuwa ukiusikiliza unaona kama ni pacha kidogo wa Shetani, lakini hii ameibadilisha kwa kiasi kikubwa na unapata ladha kama ya Kihindi hivi. Nadhani anathibitisha ule ukani wake. Kwa hiyo hii pia ni moja kati ya my favorite kwenye EP hii. Nimependa amapiano ya Aviola, ambapo unajua amapiano za Mbosso ziko tofauti sana. Anakuwa anachanganya ladha tofauti. Unajua anaweka Uswahili ndani yake, taste tofauti. Unajua kwa hiyo amapiano zake zinakuwa na ule Uswahili vile japokuwa zinakuwa katika mtindo huo. Kwa hiyo numbers hazidanganyi, EP
hii itafanikiwa, itafanya vizuri, na hapa bado hajatoa hata official video. Hizi ni lyrics tu, unaona picha na mashairi yanakuwa yanapita pale. So ni EP nzuri sana. Na kingine vile vile ambacho tumekishuhudia ni kutokuwepo na athari yoyote ya influence baada ya kuwa ameondoka WCB. Nimependa kwamba hajaondoka vibaya WCB, na ndio maana hata media ya Wasafi ilikuwa ndo main media siku hiyo ya uzinduzi wa EP yake. Wamempa support 100%. Hata Diamond pia aliandika na kusema kwamba Power ni wimbo mzuri, na akadedicate kwa mke wake kwa sasa Zuchu. Kwa hiyo yeye kutoondoka kishari WCB imemfanya wale mashabiki wa Diamond, mashabiki wa WCB waendelee kumchukulia kama mtu wao, na ndio maana hujaona impact yoyote. Kwa wengine tuliona kama Vocal alivyoondoka alistruggle kidogo hapa katikati. Kwa Harmonize tuliona kwamba yeye aliondoka tofauti, lakini ile nguvu ya wale wanaomchukia Diamond na WCB ndio waliombeba. Lakini kwa mtu ambaye anaweza kuwa ni mnyonge, na hasa kama amewakera kule alikotoka ambao wana nguvu, tungeweza kuona athari. Lakini na inaonekana kabisa kwamba baa yake Mbosso kama msanii sasa anayejitegemea yeye mwenyewe, akiwa na management yake mwenyewe, bado inazidi kupanda juu, na ataendelea kuwa msanii mkubwa. Numbers zitaendelea kuwa hizo na zaidi, na vile vile labda shows, gharama, atakuwa anapata pesa nyingi zaidi kwa sasa, na kwa sababu ni yeye mwenyewe kwa sasa, huu kuaji na uono utakuwa wa aina yake kwake. Shukran sana Big Bro Skywalker. Sasa Mwana Maisha Freshi na kupa uhuru wa kuchukua hicho kikombe chako cha chai na vitafunua vyetu tokea Jambo Food, mikate, scones, keki na maandazi, huku ukiwa na asali ya Jambo. Haya, endelea kuenjoy. Hii ni Power Drop na mimi ni Agnes Anderson.